Wanasema ya mgambo ikilia kuna jambo, na jambo lipo katika awamu hii ya upeo wa TV47. Na siku hii ni ya ukumbi wa siasa, tukiangazia mengi kuhusiana na mgao wa NG-CDF. Lakini kwa sasa haya ndiyo yaliyo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika upeo wa TV47. Watu wawili waripotiwa kufariki dunia katika kanisa moja kwenye kijiji cha Kanyadiedo, kaunti ya Migori. Waumini wengine 57 waokolewa wakiwa wamedhoofika kiafya. Kwa hapa na hata mliwauliza unataka kwenda hospitali, wakasema imani yao inatosha, na kama ni kifo Mungu amejua hiyo ndio njia yao ya kwenda mbinguni. Watu watatu wafariki dunia huku mamia ya familia zikikadiria hasara kubwa baada ya mvua kubwa kusababisha uharibifu mkubwa katika makazi yao. Na hii maji venye ilikuwa inaingia na si maji safi, ni sewage tupu. Na huzuni umetanda katika kanisa ambapo mwenda zake Papa Francis alizuru katika ziara yake humu nchini mwaka 2015. Bila shaka kwa namna hiyo na kusabai popote pale ulipo katika taifa hili la Kenya, nikikukaribisha. Jina langu ni Elizabeth Mutuku. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Juma. Mawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa X. Moja kwa moja ni kwamba maafisa wa polisi wameanzisha uchunguzi kufuatia kifo cha watu wawili katika kanisa moja katika kijiji cha Kanyadiedo, kaunti ya Migori. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Samira Mohamed, ni kwamba maafisa wa polisi walifika katika eneo hilo na pia kuwakimbiza katika hospitali ya rufaa ya Rongo, ambao walipatikana katika hali mahututi kupokea matibabu. Katika kile kinachoonekana kuwa hali sawia na yale yaliyoshuhudiwa katika msitu wa Shakahola katika mwaka wa 2022, ambapo zaidi ya waumini 429 wa kanisa la Good News International iliyoongozwa na mhubiri Paul Mackenzie waliripotiwa kufariki. Waumini wawili wa kanisa moja wameripotiwa kufariki kanisani katika eneo la Rongo, kaunti ya Migori. Hawakuwa wagonjwa, walikuwa wazima. Nyinyi mliwaona. Mliona kama kunayo mgonjwa kati yao? Sisi wote hakuna mwenye alikuanga mgonjwa. Na uzuri nyinyi mlikuwa hapa mkachukua picha, lakini hakuna chenye mlituambia baadaye saa hii amekufa. Wawili hawa waliofariki wadaiwa kuwa na majeruhi kichwani na walikuwa wakitoa povu vinywani. Aidha, miili ya wawili hawa ilipelekwa makafani kusubiri upasuaji wa maiti, huku uchunguzi wa vifo vya wawili hawa ukianzishwa rasmi. Walitukataza mwili, tusichukue mwili. Ati mwili waliandika will. Ati waliandika will ati huyo jamaa kikufa asikwe kwa kanisa. Kando na miili ya wawili hao, kilichowashangaza maafisa wa polisi walioendeleza msako huo ni kuwa kulikuwa na waumini wengine 57 ambao walikuwa wamelala sakafuni mwa kanisa hilo wakiwa wamedhoofika kiafya na kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Homa Bay ambako walidinda kupokea matibabu. Leo baada ya kupata habari kwamba kwa hii kanisa kuna watu ambao ni wagonjwa na wengine wako na majeruhi, tumekuja and we have managed to rescue 57 persons in this church, ambao wengi wanachukuliwa hospitali waende wafanyiwe uchunguzi. Waumini wa kanisa hilo waliosalia wamekemea vikali hatua ya polisi ya kufunga kanisa hilo kwa madai kuwa kila mmoja ana haki ya kuabudu kama ilivyo katika sheria nchini. Kwa hapa na hata mliwauliza unataka kwenda hospitali, wakasema imani yao inatosha, na kama ni kifo Mungu amejua hiyo ndio njia yao ya kwenda mbinguni. Sasa mnataka sisi tulazimisha mtu, lakini amejua imani yake na ameshika imani yake. Samira Mohamed, runinga ya TV47. Asante sana Samira kwa taarifa hiyo. Na kanisa la Katoliki la Vatican jijini Roma limetoa maelezo kuhusu mpango wa mazishi ya Jumamosi ya Papa Francis, ambaye kifo chake kilichojiri jana akiwa na umri wa miaka 88 kilisababisha huzuni kubwa miongoni mwa Wakatoliki duniani. Picha za marehemu Papa akiwa katika jeneza lowazi akiwa amevalia vazi jekundu na kilemba cha Papa kichwani na rozari mkononi mwake pia zilitolewa
uliotolewa na kanisa la Katoliki Roma mapema mwaka 2015, Papa Francis alikuwa ameelezea nia ya kuzikwa Basilica Santa Maria Maggiore, kanisa la karne la 5 kule Roma, kulikowekwa wakfu wa Bikira Maria, kama anavyotuarifu Mike Kagongo. Siku moja tu baada ya kutangaza kifo chake, Vatican imetangaza kuwa mazishi ya Papa Francis yatafanyika Jumamosi ijayo. Muda mfupi baada ya makardinali kuanza mkutano wa kuandaa hatua zinazofuata, ilitangazwa kuwa maziko yatafanyika Jumamosi saa 4 asubuhi. Makardinali wote waliokuwa Roma wakati huo waliitwa kwenye mkutano huo kujadili mipango ya mazishi pamoja na kuanza mipango ya urithi. Sherehe ya mazishi itafanyika mbele ya kanisa la Basilica kwenye uwanja wa St. Peter's, huku mkuu wa chuo cha makardinali Giovanni Battista Re akiongoza ibada. Mwili wa Papa utapelekwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Maria kule Roma, na huko ndiko atakakozikwa. Pamoja na kukubaliana wakati wa mazishi, makardinali waliamuru kwamba mwili wa Papa utapelekwa kwenye Basilika ya St. Peter Jumatano asubuhi kwa kutazamwa na umma. Francis kwa sasa amelazwa kwenye jeneza katika kanisa la makazi ya Santa Marta ambako aliishi wakati wa utawala wake wa miaka 12. Vatikani ilisema Francis alifariki akiwa na umri wa miaka 88 siku ya Jumatatu kufuatia kiharusi na mshtuko wa moyo, na kukomesha upapa wa miaka 12 unaofafanuliwa na utetezi wa watu waliotengwa na wakati mwingine mapigano ya nguvu za mila katika kanisa. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Moja kwa moja na nitarejelea hilo ni kwamba watu 3 wameripotiwa kupoteza uwezo wa kuona baada ya kubugia pombe haramu eneo la Kangai, Mwea Magharibi, katika kaunti ya Kirinyaga. Watu hao 2 walifikishwa katika kituo cha afya cha Kangai baada ya kutoa malalamiko kwamba hawana uwezo wa kuona, iliwabidi wapate usaidizi wa huduma ya kwanza kabla ya kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya Kerugoya level 5. Wakazi wameitaka serikali kukabili uuzaji wa pombe haramu ambayo wanasema ni hatari sana kwa maisha ya wananchi katika maeneo hayo. Kwa hivyo ningeomba watu wa Kangai tushirikiane. Kama kuna mtu yeyote analete pombe mbaya kama yenye ilitudhuru ikatuangamizia watu 17 mwaka uliopita, tushikane wote kama watu wa Kangai tuangamize hiyo pombe. Kisha niombe watu wa Kangai, wakati wanaenda kubwagia pombe wawe wamekula. Kitu ya pili, waache kukunywa pombe masaa ambayo haistahili. Sasa tumekuja hapa juu ya watu hawa ili wako hapa saa hii, na sasa wanasemekana wanakunywa ile pombe halali hii inaitwa Jambo, na sasa kwa wakati hao sasa wako hapa hospitali. Mwaka uliopita tulisika watu 20 kutoka hapo Kangai. Hii pombe ya Jambo haitupeleki vizuri. Sisi kama vijana wa Gen Z inatuadhiri sana. Kwa sababu moja, kama saa hizi kuna watu 2 wenye wanasemekana huku wameadhiriwa na hii pombe ya Jambo, inatuaffect sana sisi kama vijana wa Gen Z. Kwa sasa mahali tuko inatuumiza sana juu mahali tuko hakutapatikana uzazi wenye tunahitaji siku zijao. Kama zaidi sisi wenyewe tunahitajika tukue, kuna watoto wetu, kama tuseme watoto wenye sasa tunahitaji wakue ndio wanatu reflect kwa maisha yetu hapo mbeleni, watakuja wakue hakuna uzazi. Katika masuala yale yanayohusiana na kifo cha Papa Francis ni kwamba mipango ya mazishi ya Papa Francis inapoendelea, viongozi kutoka pembe zote duniani wanamtaja kama papa aliyekuwa na unyenyekevu
wa kupindukia. Leo katika bunge la kitaifa, viongozi wakiongozwa na Spika Moses Wetangula, Masika Wetangula wamemtangaza kuungana na ulimwengu kumpa heshima zake za mwisho, maombolezo yatakayofanyika kwa siku 5. Hata hivyo, mwakilishi wa kike wa Nairobi Esther Passaris alikemea vikali mtandaoni wanaobuni picha za kumkejeli Raila Odinga kwa kumvalisha mavazi ya Papa Francis. You should have respect for Raila Odinga, and you should have respect for the 2 billion Catholics, and you should have respect for the Pope, who has not even been laid to rest, and you use his death as a mockery. It's something that you should be ashamed of. So let us hold each other with respect and dignity. Mission he lived daily, reaching out across borders, faiths, and ideologies to bind wounds and inspire hope. Pope Francis passed away on Easter Monday, a poignant and symbolic day in the Christian calendar, embodying the message of resurrection and peace that he so faithfully preached. Honorable members, to the Catholic faithful around the world and in our own country, including yours truly, we offer our deepest condolences. We honor his legacy and we pray for the repose of his soul. May his life messages continue to guide leaders, nations, and people towards justice, humility, and compassion. As the world mourns his colossal loss, honorable members, let us be reminded by his example of the enduring power. May his soul rest in eternal peace, and I now ask you to be upstanding. For a minute's silence. May the soul of Papa Francisco rest in eternal peace. Amen. Watu 3 wamefariki dunia eneo la Mukuru baada ya mvua kubwa iliyoonyesha usiku wa jana kusababisha ukuta kuporomoka nyumbani kwao. Wakati huo huo, jijini Nairobi, jiji kuu, lilikumbwa tena na maji ya mafuriko ambayo wakazi wanasema yanasababishwa na maji ya taka yaliyoziba kunradhi na mfumo wa maji wa taka ulioharibika. Wengi walisalia wamekwama usiku wa jana, na wanasema utabiri wa idara ya hali ya hewa kuwa mvua hii itaendelea na inaweza kuzidisha hali hii ambayo tayari ni mbaya zaidi. Sheila Chelangat anauketo wa taarifa hii. Mukuru kwa Njenga, ambapo kwa wakazi hapa kila tone la mvua lina uwezo wa kugeuka kwa hasara kwao kutokana na mifumo yake ya maji taka ambayo imezibwa kwa miaka na taka za plastiki. Makazi na biashara zao hapo jana yakiingiliwa na maji ya mvua yaliyojaa taka. Tunakutana na Julius Muthama akisafisha mali yake baada ya maji kupenya kwenye nyumba yake. Usiku uliopita alilazimika kulala akiwa amesimama. Anasema tahadhari ya idara ya hali ya hewa nchini kuhusu mvua kubwa kuendelea huenda ikazidisha hali ambayo tayari ni mbaya. Ikianza kunyesha tu hivi tusikie hiyo ni mvua tu inaanguka mapati, hakuna kulala. Sasa lazima uamke uanze kusikia hiyo maji tutatufahamia ama mvua ni kidogo. Ukiona mvua ikikuwa mingi tunaanza kutoka. Majirani zake pia wanasema maji ya mafuriko yamegeuza nyumba zao kwa mitego ya kifo. Na Mungu kama atasaidia, mvua inyeshe lakini isikuwe kubwa hivyo kama ya jana, isiingie kwa nyumba. Sababu maji ikiingia inaharibu vitu zote. Kitamboenda kuokoa kitu fulani, ingine pia imepata maji. Unashindwa ni watoto utaokoa, ni nguo kwanza utaokoa ama ni vyombo utachukua uweke kando. Stress niko nazo. Sababu sasa mvua ikinyesha usiku sasa sijui itaenda kwamba usingizi wapi. Sababu usiku tulilala kama tunasimama kwa barabara mpaka hiyo mvua ikaisha, maji ikaenda ikafungua. Ndio sasa tukaingia tukaanza kupanguza nyumba ndio tulale. Kwao mvua ya jana ilivuta kumbukumbu ya mafuriko yaliyokumba eneo hili mwaka jana. Ile mvua ya last year. Hiyo mvua ilinyesha mpaka ikaingia kwa maji ikalipu kila kitu. Tukalipiwa kitanda, piti, nini. Lakini shida ni kiandika mzaada haupati. Nyesha
Sasa ndio iko worse, na mnasikia cholera imetokea sijui wapi. Sasa ni vipi hao watakosa kuumia, unaona? And nobody is talking about it. Watu wa disaster wamenyamaza, watu kama ni area MCA wamenyamaza. Takataka iko hapa just 50 meters from here. Imemaliza miaka 2 ibebwe. Maeneo mbalimbali kama Kariobangi na Maringo yaliathirika, huku watu 3, mama na watoto wake 2, wakifariki Mathare baada ya ukuta kuporomoka kufuatia mvua mkubwa. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Asante sana Sheila kwa taarifa hiyo. Na baadhi ya waathiriwa wa kuuza figo katika kaunti ya Uasin Gishu wanahofia maisha yao, na sasa wamewasilisha ripoti kwenye kituo cha polisi, ila bado hatua ingali kuchukuliwa. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Atieno, kamati ya afya katika bunge la kitaifa sasa imebuni kamati itakayopeleleza na kufanya uchunguzi wa tuhuma za biashara haramu ya figo katika hospitali ya Medihill mjini Eldoret. Katika mtaa wa Segero, kaunti ya Uasin Gishu, tunakutana na Sara Kirwa. Yuko katika harakati ya kufungua biashara yake kama ilivyo ada, ila sasa anasema kuwa anahofia maisha yake siku chache baada ya kujitokeza na kuibua malalamishi ya biashara haramu ya figo katika hospitali ya Medihill mjini Eldoret. Sasa nikaona vile anakuja karibu kwangu, anakata kona, alafu anarudi tena kwa duka huko. Sasa nikaona hapo kuna maneno sio mazuri. Lea Mweto ni mwingi wa wasiwasi, pia akidai kuwa kuna watu ambao wamekuwa wakimfuata tangu apulize kipenga kuhusu afya ya mwanao aliyehadaiwa na kutoa figo yake. Baada ya kusema hii maneno, kuna watu wananifuata na kuwa scared. So mimi venye nilinotice kuna watu wananifuata, mimi nikaruka waya na nikaingia kwa kichaka. Hii leo Sara na Lea wamefululiza mpaka kituo cha polisi cha Simat kuwasilisha ripoti kufuatia kutishiwa kwa maisha yao, ila bado wanasubiri hatua ichukuliwe. Hatukupata OCS, akatuambia tungoje OCS ndio atupe ripoti yote. Unataka kuripoti, hakuna mtu anachukua ripoti yako. Waziri wa afya Aden Duale ameonya wanaotekeleza biashara hiyo haramu kuwa watakabidhiwa na mkono mrefu wa sheria. Somebody comes and says I'll give you 500,000 and he removes his kidney. That is very immoral. That is very sad. We should not have that kind of thing in our country. Those who are behind that, they will face the law. I want to show you. Haya ya kijiri, kamati ya afya katika bunge la kitaifa linaanza uchunguzi wa madai ya biashara haramu ya figo katika hospitali ya Medihill na itawasilisha ripoti baada ya siku 80. Basically what we are going to look at is assess the legal and ethical integrity of the transplant processes that are going on at Medihill. Also we are going to examine the role of foreign nationals and potential transplant tourism. Kamati hiyo ikikiri kuwa hii si mara ya kwanza kwa tuhuma za biashara haramu ya figo kuwasilishwa, kwani mnamo mwaka 2024 mbunge wa Nandi Hills Bernard Kitur aliibua hoja hiyo, na hii leo mbunge huyo aliwasilisha hoja hiyo mbele ya bunge la kitaifa. In the report, Amon alleged that he and other young men were first transported to Mombasa and thereafter smuggled across the border to a neighboring country in a series of suspicious meetings. Hospitali ya Medihill inadaiwa kufanya jumla ya upandikizaji wa figo 382 tangu kuidhinishwa kwake mwezi wa Novemba mwaka 2019. Where was the leadership when somebody was doing organ trafficking in Eldoret? I mean, the leadership was there. Am I right? Hospitali hiyo hata hivyo kupitia wakili wake imesema kwamba iko tayari kwa uchunguzi, huku akisisitiza kuwa hospitali hiyo haihusiki na usajili wa wanaotaka kugawa viungo vyao, na yeyote anayetaka kufanya hivyo hufanya kwa hiari. Elizabeth Atieno, TV47.
Na wakazi wa Kariobangi Kaskazini wanaomboleza kifo cha mwakilishi wadi wao Joel Munuve Kimanzi aliyeaga dunia mapema hii leo alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali moja hapa jijini Nairobi. Kwa mjibu wa familia na marafiki, Munuve alifikishwa hospitalini baada ya kulalamikia matatizo ya kifua. Munuve aliyekuwa anahudumu muhula wake wa kwanza ofisini alichaguliwa kama muaniaji huru kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Wakazi wamemwomboleza kama kiongozi jasiri ambaye atakumbukwa kwa kubuni ajira kwa vijana na maendeleo hasa taa za mitaani. Baadhi ya viongozi akiwemo Rais William Ruto wamemwomboleza Munuve kama kiongozi shupavu aliyetumikia watu wa Kariobangi Kaskazini kwa umakini na kujitolea. We are here to mourn our brother, to mourn our leader, a person who has been a great friend to us, so many of us of course. It is so unfortunate after so many battles trying to look for this seat. Today we can pronounce that our brother is dead. As residents of Kariobangi, we can say that we have lost a very great man. I think in the whole of Nairobi, there is nowhere we have security light than Kariobangi. That means that the economy of Kariobangi can run 24/7. I can tell you that without a doubt. If you look in Kariobangi, we have so many people, especially the young men and women, working in county under Green Army and so forth and so on. Joel Munuve amekuwa mheshimiwa wetu, amekuwa mtu wetu wa karibu sana. Tumekuwa tukiongea kila mara. Nimeongea na yeye saa 11:29 asubuhi through WhatsApp na hakuniambia ni mgonjwa. Kikazi amekuwa akifanya kazi. Mimi mmoja niko kwa county under Green Army kwa sababu yake. Rais William Ruto amewasili katika jiji kuu Beijing katika ziara rasmi siku 4. Rais analenga kupata usaidizi kutoka taifa la China kuhusu masuala ya biashara, miundombinu pamoja na kuhakikisha kwamba madeni hayapandi zaidi. Katika ajenda yake kuu ambayo rais analenga ni pamoja na kuimarisha uhusiano wa kibiashara kati ya taifa la China na Kenya, kuona jinsi Kenya itashirikiana na taifa hilo kuhusu masuala ya miundombinu na pia masuala ya biashara. Kwingineko ni kwamba waziri wa masuala ya mazingira Deborah Barasa Mulongo amezuru makao makuu ya huduma ya misitu hapa nchini katika msitu wa Karura, akisisitiza dhamira ya serikali katika kuhifadhi mazingira na usimamizi wa misitu humu nchini. Katika ziara yake, Barasa alikutana na maafisa wa huduma ya misitu nchini KFS na washikadau wa mazingira kujadili miradi inayoendelea kurejesha misitu na mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya hewa. The service is at the heart of this mission. I am here today to assure you of the ministry's unwavering support as we work together to transform the forestry sector into a vibrant, inclusive and sustainable pillar of our economy. The service must continue to take the lead in the ambitious 15 billion tree growing by 2032 initiative launched by His Excellency the President. Part of our reform agenda, it is imperative that KFS looks for operational sustainability beyond government funding. I challenge the service to innovate and develop robust internal revenue generation strategies. This may involve exploring forest-based enterprises, ecotourism, carbon credits, and or forming a strategic partnership.
Tukidunda viwanjani ni kwamba imesalia siku moja uchaguzi mkuu wa kamati ya Olimpiki nchini Kenya ufanyike rasmi baada ya muhula wa rais wa kamati hiyo Paul Terget kukamilika. Uchaguzi huu umeratibiwa kufanyika Alhamisi hii na umevutia wawaniaji wawili, makamu wa rais wa siasa Shadrack Maluki na katibu mkuu wa Francis Mutuku. Wote wawili hawa wamezimezea mate kumrithi Paul Terget katika wengine ambao pia wanawania nafasi mbalimbali. I'm coming from a great experience of close to 8 years of having served as the Secretary General, working with a great team and Dr. Paul Terget, where we believe we've been able to transform the National Olympic Committee. We've been able to make an impact across all sectors of sports, and certainly we've created a legacy. And it is building on that legacy that I offered myself to be the vision carrier of the National Olympic Committee by offering myself for the seat of the president. Of athlete orientation, we are more looking into ensuring that we focus on athlete. Athlete is our key, and we don't want to lose that focus, because if we get it right, we get our athletes really into what they know best, winning medals for our beloved country. Under Paul Terget's leadership, there's been a lot of positive things that have been done. So ours is just to continue with what Terget has put in place and to make it to be bigger than what it is right now. We have done a groundwork. We have talked to many federations that support our ideas, and I'm sure that if everything goes well, if you are to vote now, I can tell you that we will come the winners. Ansema siku zote kilicho na mwanzo kina mwisho. Kufikia hapo nakamilisha awamu hii ya upeo wa TV47. Dakika 2 zijazo tutakuwa tukirejea hapa katika ukumbi wa siasa, hivyo basi usicheze mbali.